ninaamini kupitia mafunzo haya tunakwenda kukumbushwa wajibu wetu. Wenye viti wa vijiji tunakwenda kukumbushwa kwamba wajibu wetu wa kwanza ni ulinzi na usalama katika maeneo yetu. Utawekaje ulinzi na usalama katika eneo lako kama huna utambuzi wa 100%? Kinachokusaidia kuwa na utambuzi wa 100% ni mfumo wa anwani za makazi. Kinachokusaidia kuweza kujua kwamba kuna eneo lako fulani halijapata huduma fulani ya kijamii ni kwa njia ya kujua wakazi wako ni wangapi na eneo gani ambalo halijapata huduma ni kupitia mfumo wa anwani za makazi. Mimi ninafarijika sana mafunzo haya kujumuisha wenyeviti wa vijiji, mitaa na watendaji wa kata na vijiji na mitaa. Hawa ndio watendaji mahususi katika zile ngazi zetu za chini kabisa. Mkoa wa Singida uliweza kusajili taarifa za anwani 351,324 sawa na 105.6 ya lengo la anwani 332,998 kwenye mfumo wa kidijitali wa anwani za makazi kwa wakati ule. Aidha, vibao 331,341 vya namba za nyumba vilibandikwa pamoja na kusimika nguzo 6,953 za majina ya barabara. Aidha, kwa manispaa ya Singida jumla ya anwani za makazi 67,797 zilisajiliwa. Vibao 49,322 vya namba za nyumba vilibandikwa na nguzo 1,868 za majina ya barabara zilisimikwa. Wizara inaratibu zoezi la kuhuisha taarifa ili kuendelea kuwa na taarifa sahihi zenye tija kwa taifa letu. Hadi sasa zoezi la uhakiki limekamilika katika halmashauri zaidi ya 40, wakati juhudi zikiendelea ili kukamilisha katika halmashauri nyingine. Katika halmashauri zilizohakikiwa tuliweza kukusanya na kutoa anwani mpya 535,856. Hii inathibitisha kwamba kuna ongezeko la makazi mapya ambayo yanahitaji kupatiwa anwani. Kifuatiwa na siku 14 za zoezi la kuhakiki taarifa uwandani, kwamba baada ya hili zoezi la semina ikimalizika hizo siku 2, watu watakwenda uwandani kwa siku 14 ili kuhakiki taarifa hizo ambazo tumesema. Kupitia kazi ya uwandani tunatarajia kuwa taarifa za wananchi zitaboreshwa, changamoto za majina ya barabara zitatatuliwa na mtiririko wa namba za anwani utaboreshwa. Ile ya kibao kile cha barabara ni kazi ya serikali ya mtaa husika. Kwa hiyo hilo tunasisitiza kwamba tusifikirie kwamba ni jambo kuna mtu atakuja kutufanyia hiyo kazi, na huku tutakapoenda itakuwa ni kitu la msingi na ni hitaji la msingi, na nafikiri kwenye serikali za mitaa wataweka zile sheria ndogo, watahakikisha zinawekwa kwa ajili ya kulinda hiyo miundombinu. Katika kilele cha maadhimisho ya wiki ya anwani za makazi kilele kilichofanyika tarehe 8 Februari 2025, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa alielekeza utekelezaji wa mfumo wa anwani za makazi kuwa endelevu. Kila mmoja katika eneo lake kupitia majukwaa mbalimbali tushirikiane kuhamasisha suala hili. Kwa watendaji wa serikali za mitaa na vijiji, suala la kuhakiki taarifa za anwani za makazi litumike kupima utendaji kazi wetu. Elekezwa tutumie vikao mbalimbali ambavyo tunavifanya katika serikali, lakini pia mikutano ambayo tunakutana na wananchi wetu kueleza umuhimu wa anwani za makazi. Anwani za makazi zinatusaidia kuhakikisha tunafanya biashara kwa urahisi zaidi, lakini vile vile kuweka masuala ya ulinzi na usalama yanakuwa safi kabisa katika maeneo yetu. Mafunzo haya kwa kweli yanatija kwa sababu yatatuwezesha sisi kuweza kuhuisha
hizi anwani za makazi bila kusubiri wizara tena kuja kutuamsha. Kwa hiyo itatujengea uwezo sisi wa kuuisha hizi anwani za makazi na kuondoa msongamano. Kama hivi sasa hivi tunatumia kama siku 14 kuingia uwandani kwenda kuuisha hizi anwani, kisha kwamba barabara zote zinakuwa zina vibao na tutavilinda, kwa sababu tayari tulishakuwa na tahadhari na tumeshajua kwamba vinang'olewa, basi tutaviwekea ulinzi. Lazima kila mtu awe anatambua kuwa na anwani ya makazi katika kupata huduma zote zinazohitajika, hasa katika maeneo husika. Kama vile unapotaka usajili, lazima utambue kwamba anwani yako ya makazi. Unapotaka vibali vya aina yoyote, hasa masuala ya biashara na majukumu yote ya kijamii, yanahitajika kwamba uwe na anwani ya makazi ili uweze kupata huduma bora na